Kama kuna mtu mwenye swali anaruhusiwa. Msomaji, niko kwenda kwenye mada nyingine ambapo tuone kwamba ndio chanzo cha matatizo yote. Ndio mada ambayo tunaona kwamba ni matatizo, tuone chanzo cha matatizo. Na injili inapoingia mtaani ni lazima ikuchome. Injili inapoingia mtaani lazima ikuchome. Ukiona injili inahubiriwa wewe unafurahia, hebu muangalie mhubiri mara mbili. Je, anaweka ujumbe? Kwa sababu wahubiri wa kweli siku zote huwa wanajaribu kufunua mambo ambayo yanakera watu. Biblia imewekwa kwa ajili ya kusomwa ili kuchomwa na kwenye mstari. Lakini mafundisho leo unasikia kwamba tutabarikiwa, utainuliwa. Haya sio mafundisho ya Mungu. Nisomee Mathayo 3 na mstari wa 2. Mathayo 3 na mstari wa 2. Watu wa Mungu walihubiri kitu gani? Yohana Mbatizaji alihubiri kitu gani? Na ujaribu kulinganisha sasa hivi watu wanahubiri vitu gani? Mathayo 3:2 inasema, unasemaje? Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Unaona? Kwa hiyo watu wa Mungu walihubiri kuhusu toba, lakini leo unashangaa utabarikiwa, utainuliwa, unatapeliwa. Msomaji, niko sasa matatizo haya yanakuja kujaje? Tumeona kwamba Krismasi wamefanyaje? Wamepanga. Ndio, nisaidie Danieli 11 na mstari wa 36. Danieli 11 na mstari wa 36. Danieli 11 na mstari wa 36. 36 inasema, inasemaje? Aya ni 36 inasema hivi, ndio, naye mfalme atafanya kama apendavyo. Naye mfalme atafanya kama apendavyo, naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila mungu. Naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu, atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu, juu ya Mungu wa miungu. Naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Tumia inaendelea kusema, ndio, wala hata ijali miungu ya baba yake. Rudia tena, hata ijali miungu ya baba yake, wala yeye aliyetamaniwa na wanawake, wala hata mjali Mungu awaye yote, hata mjali Mungu awaye yote. Inaendelea kusema, maana atajitukuza juu ya mwenyewe juu ya wote. Lakini katika mahali pake atamheshimu Mungu wa ngome. Atamheshimu Mungu wa ngome. Rudia tena. Lakini mahali pake atamheshimu Mungu wa ngome. Kwa hiyo tunaona kuna mfalme ataingia, atadharau miungu ya baba zake, ili atamsimamisha Mungu wa nani? Wa ngome. Ndio, atamsimamisha Mungu wa ngome ambao baba zake hawakumjua. Atamsimamisha Mungu wa ngome ambaye baba zake hawakumjua. Anapoongelea kuhusu baba zake, tunaangalia wale waanzilishi wa imani. Ambapo tunaona kuna Ibrahimu, kuna Isaka na Yakobo. Wao waliamini nini? Wao walimwamini Mungu gani? Wao waliamini kuhusu Mungu gani? Ndio hapo ndipo nakotakiwa tuangalie. Na wewe ndio kajitathmini, upo katika ibada ya kweli au unatapeliwa? Hapo ndio ujitathmini, upo katika ibada ya kweli au unatapeliwa, kwa sababu unapokuwa katika ibada ya uongo umepotea. Ni bora ule sadaka zako uende jehanamu tu umenenepa, lakini kutoa zaka na sadaka kwenye Mungu wa uongo, nawe pia utachomwa. Hakuna tofauti na anaenda kwa mganga wa kienyeji. Ndio, ni vile tu mchungaji wako akwambii, kwa sababu anajua utakimbia. Msomaji, niko sasa. Tuangalie Mungu wa baba zetu ni nani? Tuangalie Mungu wa baba zetu ni nani? Ndio, hebu naomba nisaidie Kutoka 6 na mstari wa 3. Injili ni injili ya mwisho ambayo haitakiwi kupepesa macho. Kutoka 6:3 inasemaje? Nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi. Tumia kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Wewe mtokea nani? Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Alimtokea nani? Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Sasa nisaidie Kutoka 3 na mstari wa 6. Tuone alipomtokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kutoka 3 na mstari wa 6. Kutoka 3:6 inasemaje? Inasema tena akasemaje? Mimi ni Mungu ya baba yako. Rudia tena. Mimi ni Mungu wa baba yako.
Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo kuna Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Tunaposema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tunaongelea kwamba Mungu aliaminiwa na Ibrahimu, ndiye aliaminiwa na Isaka, ndiye aliaminiwa na Yakobo. Ndio. Nisaidie ile 3:15 kutoka 3:15 kutoka inasema. Unasemaje? Tena Mungu akamwambia tena Mungu akamwambia Musa, akamwambiaje? Waambie wana wa Israeli maneno haya. Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu. Kwa hiyo kuna Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo aliyemtuma Musa. Sasa huyo Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni nani? Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni nani? Ndio. Nisaidie Matendo ya Mitume 3:13. Matendo ya Mitume 3:13. Matendo ya Mitume 3:13 inasema. Lakini ya 13 inasema Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu wa baba zetu amemtukuza mtumishi wake Yesu. Kwa hiyo kuna Mungu wa Isaka, ndio, Ibrahimu na Yakobo, amemtukuza nani? Mtumishi wake Yesu. Amemtukuza nani? Mtumishi wake Yesu. Kwa hiyo Yesu ni mtumishi wa nani? Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Yesu ni mtumishi wa nani? Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Sasa kuna wengine wanasema Yesu ndio Mungu Baba, wengine wanasema Yesu ndio Mungu Mwana, lakini maandiko yanasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo amemtuma mtumishi wake nani? Yesu. Kwa hiyo Yesu anatumwa kama mtumishi. Sasa Yesu anatumwa kama nani? Nisaidie Yohana wa kwanza 4:14. Yohana wa kwanza 4:14. Waraka kwanza wa Yohana 4:14 inasema. Unasemaje? Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwanawe. Nani? Baba amemtuma mwanawe. Simama. Kwa hiyo kuna Baba aliyemtuma mwanawe ambaye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Amemtuma mtumishi wake Yesu akiwa kama mwanawe. Kwa Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini leo nasikia Yesu ni Mungu Mwana. Wengine wanasema Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu. Kwenye Biblia hakuna kitu kama hicho, na ndio maana tumeona kwamba kuna mfalme atasimamisha Mungu wa ngome ambaye baba zake hawakumjua, atasimamisha Mungu wa ngome ambaye baba zake hawakumjua. Sasa msomaji, niko msaidie katikisi mdogo hiyo nyingine hiyo ndogo hiyo. Changamka msomaji, niko hapo. Nisaidie angalia ukurasa wa 42 hapo. Kimbia haraka sana. Katikisi mdogo ukurasa wake ni 42. Niko hapo. Inasema nianze wapi? Inasema nafsi zote tatu ni sawa. Anga juu, anga Mungu ni nani? Inasema kimbia msomaji. Hiyo hapo juu. Ukurasa wa 41 kimbia. Ukurasa wa 41. Mungu ni nani? Inasema Mungu ni nani? Soma kwanza hapo nyuma hapo. Inasemaje? Katekisimu ya Kanisa Katoliki inaendelea kusema. Haya sasa soma. Mungu ni nani? Inaulizwa. Inajibu. Mungu ni muumba wa mbingu na dunia na baba yetu mwema. Kwenye nafsi. Ni kwenye nafsi. Mungu yukoje? Yeye ni roho tupu. Inasema nafsi tatu pamoja twaitaje? Nafsi tatu kwa pamoja twaita Utatu Mtakatifu. Ndio sasa. Inaendelea mbele kusema nafsi tatu zote ni sawa. Simama. Kwa hiyo kwa mujibu wa andiko hilo tunaona kwamba wanasema Mungu ni nafsi tatu. Haya, nisaidie Mwanzo 22:16. Mwanzo 22:16. 22:16. 22:16 Mwanzo inasema. Unasemaje? Inasema 22 yake na 16. Akasema nimeapa kwa nafsi yangu. Kwa nafsi zangu. Kwa nafsi yangu. Kwa nafsi zangu. Kwa nafsi yangu. Mungu ana nafsi ngapi? Moja. Mungu ana nafsi ngapi? Moja. Endelea kusoma sasa hapo. Inaendelea kusema. Unasemaje? Nafsi zote tatu ni sawa. Inajibu. Nafsi zote tatu ni sawa.
Baba sawa na Mwana, Mwana sawa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa mujibu wao wanasema Baba sawa na Mwana, maana yake Mungu Baba ni sawa na Mwanawe. Ndio. Sasa tuulize Biblia, Baba ni sawa na Mwana? Hebu nisaidie Yohana 14:28. Yohana 14 yake ni 28. Tuone Baba ni sawa na Mwana. Waona watu waliobadilishiwa Mungu, watu wakienda makanisani ni kuruka kwaya, badala wakae kusoma maandiko hawataki. Inasemaje? 14:28 Yohana inasema, mlisikia kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa sababu Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa hiyo Baba ni mkuu kuliko Yesu. Ndio. Lakini hao wanasema Baba sawa na Mwana, yaani watatu wameunganika kuwa mmoja. Wanasema watatu wameunganika kuwa Mungu mmoja. Wakorintho wa kwanza 8:6. Wakorintho wa kwanza 8:6 wasema, unasemaje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Funga kwanza hapo msomaji. Wakorintho wa kwanza 8:6 wasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Mungu ni nani? Ni mmoja tu aliye Baba. Soma vizuri, Baba, Mwana na Roho. Aliye Baba. Soma vizuri, labda uone. Soma vizuri, Baba, Mwana na Roho. Mungu ni mmoja aliye Baba. Kwa hiyo Mungu wa Biblia ni mmoja tu aliye Baba. Ndio. Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Ndio. Huyo Baba ni nani? Nisaidie. Yohana 8. Yohana 8. Angalia 58 hapo. Kilia. Yohana 8:58 inasema. Unasemaje? 58 inasema. Unasemaje? Yesu anasema, hiki ndicho chakula kishukacho kutoka Yohana. Soma 54. Anzia 54. 54 inasema. Yohana. Yohana 8:58. Hebu niende ni kwa 7. 8:58. 8:58 Yohana. Yeye akawaambia, amini amini nakwambia, yeye Ibrahimu asijakuwako. 58 ndio hiyo. 58. Ndio. 54 inasema, Yesu akajibu akasema, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye mwanena nyie ni Mungu wenu. Kwa hiyo Mungu wa Yesu ndiye Mungu wetu. Baba yake na Yesu ndiye Mungu wetu. Ndio. Sio Baba, Mwana na Roho. Ndio. Mungu wa Biblia ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio. Efeso 1:3. Efeso 1:3 inasema. Unasemaje? Niko hapo kitabu cha Efeso 1:3. Hakuna kwenye Biblia Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Baba wanaunda Mungu mmoja. Hayupo, na kama kuna mtu ana swali aje aulize. Kwenye Biblia hakuna Mungu Baba, hakuna Mungu Mwana, hakuna Mungu Roho. Una swali unakaribishwa. Hakuna mhubiri atakaye simama hubiri akuruhusu swali. Ushawahi kuona mhubiri anahubiri na anaruhusu maswali? Lakini sisi tunaruhusu baada ya mtu maandiko yaongee. Kwenye Biblia hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho wanaounda Mungu mmoja. Kama una swali ukae pale, unaruhusiwa. Uje tuonyeshe Mungu Roho anapatikana wapi kwenye Biblia. Soma. Waefeso 1:3 Paulo anasemaje? Atukuzwe Mungu. Atukuzwe Mungu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu ni nani? Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yohana 20:17. Yohana 20:17 kimbia. Injili ya Yohana 20:17. Yohana 20:17 aya yake ni ya 17 inasema. Inasema Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda ukaambie ndugu zangu, napaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, kwa Mungu wangu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mungu wa Yesu ndiye Mungu wa Biblia. Kinyume na hapo umepotezwa. Mungu wa Yesu ndiye Mungu wa Biblia. Kinyume cha hapo, zaka na sadaka zako zinaliwa. Ni bora ule uende jehanamu kimeoneka. Kama una swali unaruhusiwa kukaa hapo. Mungu wa Biblia sio Baba, Mwana na Roho. Mungu wa Biblia ni Baba yake na Yesu. Roho Mtakatifu sio Mungu Roho. Kwenye Bible kuna Roho wa Mungu. Msomaji? Niko. Nisaidie Mwanzo 1:2. Mwanzo 1 yake ni ya pili. Ndio, kimbia.
inasema aya yake ni ya pili, inasemaje? Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu, sema vizuri, Mungu Roho. Roho ya Mungu, Mungu Roho. Roho ya Mungu, Mungu Roho. Roho ya Mungu. Warumi 8:9. Warumi 8 aya yake ni ya 9. Biblia. Warumi 8:9. Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu. Una swali unaruhusiwa, maadamu tu maandiko, usije na story za kanisani kwako. Ukija ni maandiko tu. Story za kanisani subiri Jumapili. Warumi 8:9 nasema. Unasemaje? Inasema lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Lakini ikiwa Mungu Roho. Roho wa Mungu. Ikiwa Mungu Roho. Roho wa Mungu. Kwenye Biblia tuna Mungu aliye baba yake na Yesu. Ndio. Tuna Yesu aliye mwanawe huyo baba. Tuna Roho Mtakatifu aliye Roho wa Mungu, sio Mungu mwingine. Ndio. Wewe roho yako inaweza kawa kitu kingine? Haiwezekani. Nisaidie Danieli 2 na mstari wa kwanza. Danieli 2:1. Kimbia. Danieli 2:1 inasema. Inasemaje? Danieli 2:1. Inasema ndipo mfalme akaota. Danieli 2:1. Danieli, ngoja nianze kwanza. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika. Kwani hapo Danieli walikuwa wawili? Nebukadneza alikuwa mmoja. Roho yake ni ipi sasa hapo? Roho yake ni yeye mwenyewe. Si yeye mwenyewe? Ndio. Roho wa Mungu sio Mungu mwingine. Mungu hakutupa Mungu mwingine. Mungu ametupa roho wake. Msomaji niko Wakorintho wa kwanza 2:10. Haya, kuna swali hapa. Wakorintho wa kwanza 2:10 niisome kwanza. 2 yake ni ya 10 inasema. Unasemaje? Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni katika ninasema, maana ni nani katika binadamu ajue mambo ya binadamu ila Roho wa binadamu aliye ndani yake. Katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Hivyo na Mungu na mambo ya Mungu hakuna yafahamue ila Roho wa Mungu. Hakuna anayejua mambo ya Mungu ila nini? Roho wa Mungu. Na hakuna anayejua mambo ya binadamu ila roho ya nani? Roho ya binadamu. Kwa hiyo roho ya binadamu sio mtu mwingine. Mpe. Karibu. Una swali? Asante sana. Hebu tena. Nataka kujua habari ya ni halali au sio halali kwa bro. Sasa hiyo ni mada nyingine. Hiyo ni mada nyingine, lakini kwa kusaidia nisaidie Hesabu 11 mstari wa 7. Hiyo ni mada nyingine. So hapa tunakaribisha uulize kwa mada ambayo tunayoongelea. 17 ngapi? Walawi 17 11:7. Hesabu 17 Walawi 11. Walawi 11:7. Walawi 11 aya yake ni ya 7 inasema. 11 aya yake ni ya 7, kitabu ni cha Walawi inasema. Inasemaje? Inasema hivi, na nguruwe. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato ni mwenye miguu iliyopasuka lakini huchacheui ni najisi kwenu. Sasa hiyo Biblia sijaandika nini? Hiyo Bible sijaandika nini? Sasa kuna watu wengine wanasema Yesu katika Agano Jipya alivitakasa vyakula vyote. Nguruwe sio chakula. Yesu wanasema kwamba alivitakasa vyakula vyote. Kwa katika mpangilio wa Mungu kuna vyakula alisema hivi vinaliwa, hivi haviliwi. Vinavyoliwa ni chakula, visivyoliwa sio chakula. Kwa hiyo kwa sababu sio mada ya leo, ujue tu nguruwe katika orodha ya Mungu aliyoorodhesha sio chakula. Mungu ametakasa vitu vinavyoliwa. Nataka kuongeza swali, wewe ongeza. Hii swali ulizo kwa habari hiyo, akajibu kwamba msife najisi kwa kumjacho mtu bila kumtokacho mtu. Marko ngapi? Aliulizwa kwa habari. Marko 7. Sasa pale Yesu alipokuwa anaongelea, tuisome. Alikuwa anaongelea nini? Tuisome Marko 7 anaitaka yeye. Soma. Mstari ngapi huo?
chakula kinacholiwa lazima kiwe kimetakaswa kwa neno na maombi. Kama neno alijasema hichi, inasema hivi Marko 7:18 inasema akawaambia hivi, hata nyinyi hamna akili? Amfahamu ya kwamba kila kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi. Inasema kwa sababu hiyo hakimwingii moyoni, hiyo tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Inaendelea kusema aya 20, akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana ndani ya moyo wa mtu huko ndiko utokako mawazo mabaya, uasherati. Sasa uasherati unatoka ndani, unatoka kwenye chakula. Mawazo mabaya yanatoka kwenye chakula. Lazima uangalie context hapo unachokitoa. Unapotukana, unaposengenya, hiyo ndio inafafanua moyo wako ndani ulivyo. Kwanza hii sio maana ambayo imetuleta hapa. Tungeelewana kwamba ni ishi ya Mungu, tungekuwa tushaelewana hata ishi za chakula. Labda una swali. Tumesema kwenye Biblia hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, wanaounda Mungu mmoja. Una swali, uliza. Kwenye Biblia kuna Baba yake na Yesu, kuna Yesu kama mwanawe, kuna Roho Mtakatifu aliye Roho wa Mungu. Kama una swali, uliza. Kama hapo swali hauna, niendelee kwanza. Kumbuka katika hili Yesu alisema kwamba nendeni duniani kote mkawafundisha wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Sasa sijui hapo utaniambiaje? Sasa Yesu anaposema mkawabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho, ndio alisema ni Mungu mmoja. Tusome. Soma hapo. Mathayo 28:19 anasema. Unasemaje? Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa swali kwako sasa. Mpe mic. Mpe na nani? Swali kwako. Mpe na hiyo mic. Swali kwako sasa. Yesu anasema mkawabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Swali linakuja kwako sasa. Andiko hilo linasema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja. Kuna uhusiano gani sasa wa Baba, Mwana na Roho? Uhusiano wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio maji. Huwezi ukamwona Baba hapa sipo Mwana. Ndio maji sasa. Ukimwona Mwana umemwona Baba. Ndio maji. Ameuliza kwamba kuna uhusiano kati ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio. Hapo nishafundisha nikasema Baba kamzaa mwanawe Yesu. Baba anatupa Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo Baba hatupi Mungu Roho. Baba hatupi Mungu mwenzake. Baba anatupa Baba alimtuma mwanawe. Unaona? Baba alimtoa mwanawe. 3:16 Yohana, kimbia. Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kuna Baba aliyemtoa nani? Mwanawe wa pekee. Kwa hiyo Baba alimtoa mwanawe, lakini Baba anatupa Roho wake, hatupi Mungu mwenzake. Kwa kwenye Biblia kuna Baba, kuna mwanawe ambaye ni Yesu, ndio kuna Roho wake Mtakatifu. Warumi 8:9 rudi hapo kama kunielewa. Warumi 8:9 Warumi nasema. Inasemaje? 8 yake ni ya 9 nasema. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kwa hiyo Mungu anatupa Roho wake. Mungu hatupi Mungu mwingine. Sasa nikuulize swali. Roho wako wewe ni mtu mwingine? Roho yangu mimi sio mtu mwingine, ni mimi. Basi, kwa hiyo Mungu hatupi Mungu mwingine. Mungu anatupa Roho wake. Una swali lingine? Swali bado lipo kwa sababu wanasema kwamba huwezi kwenda kwa Baba bila kupita kwa Mwana. Ndio. Sasa hapo ndio shida ilipo. Kwamba ukimjua yeye ndio ukimjua Baba. Ndio. Sasa hapo kuna tatizo gani? Anaongea na sisi Yohana 14:6 Yohana. Yohana 14 yake ni ya 6. Ngoja nifike hapo. Kimbia.
Kama uone vizuri tumia hata simu tu. Kwa sababu kama hauoni sasa 14 nipe simu. Unafanyaje na kama uone unafanyaje? Yohana 14:6. 14:6. Ndo naenda hapo, Biblia inafunguka. Changamka. Nakimbia hapo haraka. 14:6 Yohana inasema. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba. Mtu haji kwa Baba. Kwa hiyo kuna Yesu ambaye ndiyo njia ambayo lazima upitie kwenda kwa nani? Kwa Baba. Yesu ni njia ya kwenda kwa nani? Kwa Baba. Yesu sio Baba, Yesu ni njia kwenda kwa Baba. Ndio. Kwa imani ya Biblia huwezi ukakanyaga kwa Baba kama humwamini Yesu. Mtu haendi kwa Baba pasipo kumwamini Yesu. Ndio. Sasa kuna wengine wanamkataa au wanamuita majina wanaojua wao, wakimtafsiri wao wanavyojua. Kwa hiyo mtu maiki kama ana swali sasa. Kwa Mungu wa Biblia ni Baba yake na Yesu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kuunda Mungu mmoja kwenye Biblia hayupo. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho kwenye Biblia hayupo. Mitume waliamini nini? Au Yesu mwenyewe anasemaje? Nisaidie Yohana 10:36. Msomaji. Naam. 10:36. 10:36 Yohana. Yohana 10:36 inasema. Unasemaje? 10:36 Yohana inasema. Nimekupa simu hapo uone saa hizi. Wanikuamisha. 10:36 inasema. Unasemaje? Yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kwa Yesu anasema yeye ni mwana wa Mungu. Ndio. Yesu mafundisho yake popote hakusema kwamba yeye ni Mungu mwana. Yesu katika mafundisho yake yote hakusema yeye ni nafsi ya pili ya Mungu. Yesu katika mafundisho yake alisema yeye ni mwana wa Mungu. Ndio. Na hicho ndicho kilichomsababisha mpaka akafa. Injili hiyo ndio inayomtetemesha mpaka shetani. Injili hiyo ndio inayotikisa mpaka misingi ya ulimwengu. Ndio. Kwa sababu unaposema Yesu ni mwana wa Mungu, hapo shetani ndio anapotaharika. Unaona kama umekaa hapa, unaamini unayoamini ukawa unasikia uchungu. Lakini huo ndio kweli. Yesu ni mwana wa Mungu, sio Mungu mwana wala sio Mungu Baba. Msomaji. Niko. Yohana 19:6. Kimbia. 19:6 Yohana. Kimbia. Inasema basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona walipiga kelele wakisema. Rudia tena. Inasema basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona wakipiga kelele wakisema msulubishe. Pilato akamwambia, mtweni nyinyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Wayahudi wakamjibu, sisi tunao sheria, na kwa sheria hiyo amestahili kufa, kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Yesu alistahili kufa kwa sababu alisema yeye ni mwana wa Mungu. Ndio. Kwa Yesu sababu na kifo chake ni kwa sababu yeye alisema ni mwana wa Mungu. Ndio. Sasa watu wa dini wa kipindi hicho, makuhani, Masadukayo na Mafarisayo, wakaungana wakampiga mawe, wakamsulubisha, wakamuua. Ndio. Na hata Stefano mwenyewe alipigwa mawe baada ya kuhubiri ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa msomaji useme huko. Sasa mitume walifunuliwa nini? Nisaidie Mathayo 16 mstari wa 13. Mathayo 16 na mstari wa 13, kimbia hapo. 16:13 Mathayo inasema. Inasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akisema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Watu unena kuwa mwana wa Adamu ni nani? Inaona akasema, wengine unena huyo Yohana Mbatizaji, wengine wanasema Yohana Mbatizaji, wengine wanasema Yeremia, wengine mmoja wapo wa manabii, kama ndugu zetu Waislamu. Akawaambia, ninyi mwanenena kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu, akamwambia, akisema, wewe ndiye
ndiye Kristo, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Simoni anafunuliwa kwamba yeye ni Kristo, Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Umeona sasa? Kwa hiyo Yesu anapofunuliwa, Petro anapofunuliwa, Yesu anasema Baba yake ndiye aliyemfunulia. Amemfunulia hayo. Na huwezi kuamini Yesu kama ni mwana wa Mungu kama hujafunuliwa na Mungu mwenyewe. Wengine eti ni Mungu Bwana, wengine ni nafsi ya pili ya Mungu. Msomaji, niko sasa, mitume wao waliamini nini? Nisaidie Yohana wa kwanza 4:5. Yohana wa kwanza 4:5. Yohana wa kwanza 5:4 inasema. Inasemaje? 5 yake ni 4 inasema. Inasemaje? Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huko ndiko kushindako kuushinda ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminiye kwamba Yesu, yeye aaminiye kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo anayeshinda ulimwengu ni yeye anaamini Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio. Unaposema habari za kushinda ulimwengu, maana yake ni kushinda dhambi. Kushinda dhambi, huwezi ukashinda dhambi kama huamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio. Huwezi ukashinda dhambi kama huamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio. Utaomba sana, utajikatakata, utafanya na kufanya, utatoa sadaka na unajua wewe. Usipoamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, dunia au dhambi huwezi ukaishinda. Usipoamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, utashinda dhambi. Ndio maana unaenda kanisani, unasali, unanena kwa lugha, lakini unaporudi mtaani bado unaendelea kusengenya. Ni kwa sababu upo kwenye kanisa ambalo Yesu hayumo, kwa sababu Yesu yupo katikati ya watu wanaoamini. Msomaji, niko Waefeso 4:4. Kibia Waefeso 4:4 inasema. Unasemaje? Efeso 4:4 inaanza kusema mwili mmoja, mwili mmoja, mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Kwa hiyo tunaona kwamba mwili ni mmoja, mwili ni mmoja na roho moja. Kama mwili ni mmoja, mwili ni kitu gani? Nisaidie Wakolosai 1:18. Wakolosai 1:18. 1:18 inasema. Inasemaje? Inasema naye ndiye kichwa cha mwili, yaani kichwa cha kanisa. Kwa hiyo mwili ni nini? Ni kanisa. Kwa kanisa ni moja. Unapoona kuna makanisa 100 au makanisa 10 katika eneo, Mungu anatambua kanisa moja. Ndio. Na kanisa moja hilo ndipo kuna watakatifu. Sasa msomaji, niko nisaidie kwanza Ufunuo Yohana 14:12. Ufunuo Yohana 14:12. Aya yake ni ya 12 nasema. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu. Hao wazishikao amri za Mungu. Na imani ya Yesu. Kwa hiyo utakatifu ni kushika amri za Mungu na kumwamini Yesu. Ndio. Wengine leo wanasema amri za Mungu haziko, zimeisha. Wengine wanasema amri za Mungu zimeisha, wakati tunaambiwa kwamba watakatifu wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Wengine wameamua kubagua amri, zingine wanashika, zingine hawataki. Wameamua kushika amri baadhi, zingine hawataki. Msomaji, niko Kutoka 28. Kutoka 20 aya yake ni ya 8 nasema. Kutoka 20 yake ni ya 8 inasema. Inasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Hiyo ni amri ngapi? Ya 4. Katika amri ngapi? 10. Makanisa sio yameshirikiana kuivunja kabisa. Sio yameshirikiana kuivunja. Ndio. Aya, nisaidie Kutoka 31:15. Kutoka 31:15. 31 yake ni ya 15. Kutoka inasema kazi itafanywa kwa siku 6. Rudia tena. Kazi itafanywa kwa siku 6. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi hiyo kwa siku 6 atauawa. Mungu ndiye atakayefanya kazi hiyo, sio mwanadamu. Ndio atafanya kazi hiyo.
Sasa msomaji, niko tumeona kwamba watu wamebadilisha Mungu, wamekaa Mungu mingine. Ndio. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ndio. Kutoka 23. Kutoka 23. 20 yake ni ya 3 inasema. Inasemaje? Inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe tena. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Alisaidia katekisimu hapo. Ukurasa wa 16. Katekisimu ya maswali na majibu inayotokana na katekisimu ya Kanisa Katoliki. Inasemaje? Ukurasa wa 6 anasema. 16. Ukurasa wa 16. Utatu Mtakatifu. Katika imani ya Kikristo, fumbo kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Walakini kuna Mungu watatu. Rudia tena hapo. Inasema tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Kutoka 23. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Rudia hapo na katekisimu. Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa 16. Inasema Mungu mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa yote, aliye ndani ya yote. Kwenye Biblia kuna Mungu mmoja, na huyo Mungu ni Baba yake na Yesu. Ndio. Yesu ni mwana wa huyo Mungu. Ndio. Roho Mtakatifu ni roho wa huyo Mungu. Ndio. Hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Una swali? Njoo kaya hapo uulize. Kuna mtu ana swali? Hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho kwenye Biblia. Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ni miungu migeni ambayo haikutambulika. Ibrahimu haikuijua, Isaka haikuijua, Yakobo hakuijua, Yesu hata haikuijua. Lakini kuna manabii walifunuliwa, akina Danieli, akina Yohana walifunuliwa, wakaambiwa kwamba hii miungu itakuja kuingizwa. Sasa watu wa leo wanaenda makanisani Jumapili, wanasomewa mistari miwili, siku inaisha, na mwingine nabaki ni kurukaruka na kucheza. Ati Yesu ni Bwana. Kama wampenda Yesu sema amen. Yesu anataka kumpende, uanze kumwimbia amen. Msomaji, niko 14:15 Yohana 14:15 inasema. Inasemaje? Inasema 14 yake na 15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Sema amen. Mtazishika amri zangu. Ukimpenda Yesu mtazishika amri zangu. Mtazishika amri zake. Sio kwenda kuimba ati kama unampenda Yesu sema amen. Luka Kimasai. Ati Luka Kimasai. Injili ya nani wanaimbaje vile? Injili ya Yesu inapepea. Injili ya Yesu inapepea. Bendera yake Yesu. Bendera ya Yesu inapepea. Inapepea rufani sasa. Na amri zake hamtaki. Mnasema zimeisha. Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? Kwa msomaji, kwa sababu tunaona hivyo, wengine wameingia hata kwenye mafundisho ya ajabu. Wengine wameenda kwenye mafundisho hata ambayo hamtukuzi Mungu.